Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Jana kuna vitu viwili Donald Trump alivizungumza, au vitatu, unaweza kwenda moja kwa moja. Kuanzia juzi, baada ya kelele nyingi sana Marekani kuhusu vifo, idadi, namba ya wanajeshi wanaokufa, Trump akachapisha kaandiko, akawatoa vita mbalimbali ambazo Marekani tumepigana Vietnam sijui miaka mingapi, watu waliokufa kiasi fulani, vita tukapigana sijui Iraki miaka mingapi, gharama tukatumia, wanajeshi waliokufa kiasi fulani, tukapigana Afghanistani, tukapigana Iraki, tukapigana sijui wapi, halafu akaja kutoa tumepigana Irani miezi mitano, watu waliokufa 18. Yote ni kujaribu kuhalalisha kile ambacho anahisi ni halali kwake, baada ya maoni mengi ya umma kuhusu kumekuwa na kufichwa kwa taarifa sana kuhusu kile kinachoendelea. Pentagon inashutumiwa kuficha idadi ya vifo vya wanajeshi, lakini namba ya majeruhi, pamoja na kuficha uharibifu ambao Marekani inaupata, hasa kwenye shambulizi lililopigwa kule Jordan, ambako inaonekana kuwa Marekani walijaribu kuficha kwa nguvu zote taarifa, madhara na kila kitu kilichotokea huko. Sasa hilo alilizungumza Donald Trump. Akazungumza jambo jingine, akasema kuwa kila uharibifu wa meli unapofanyika, yani kila meli ambayo itashambuliwa na Irani, kwanza alisema kuwa kila meli itashambuliwa na Wahuthi, lawama zitakwenda kwa Marekani, zitakwenda kwa Irani. Kwa hiyo Irani atawajibika kwenye hilo katika mashambulizi yoyote yatayofanywa na Wahuthi, kwa sababu wale ni nini? Ni vijana wake. Kwa hiyo lawama zote zitakwenda huko. And then akasema kuwa kile kitachoharibiwa na Irani, yani meli zitazoharibiwa na Irani, basi fedha ya Irani inayoshikiliwa nje itatumika kurekebisha au itatumika kufidia hasara yote ambayo inasababishwa kwenye hizo meli. Na nimeona hili tangazo limejibiwa muda mfupi na Arakchi amelijibu muda mfupi uliopita akipinga hili swala la Marekani kusema kuwa athari za meli zote zinatokea zitachukuliwa fedha za Irani ziende zikafidia kule. Inanikumbusha kile ambacho kimetokea kule Urusi Ukraine. Nadhani hii imekuepo kati ya Urusi na Ukraine, kuwa fedha za Urusi ambazo zilikuwa freezing asset zilizokuwa zinashikiliwa Ulaya, wakasema wazitoe ziende kwenye mkopo ambao utapelekwa kwa Ukraine, ambapo baadhi wakakubaliana, wengine wakapinga, ikatokea mgogoro mkubwa, mkichukua utahesabu wizi na nyinyi tutazuia zenu. Ilikuwa taarifa yani imezunguka katika nadharia hiyo. Sasa naona na swala la Irani wamelipeleka katika muktadha wa hii hadithi, yani kuwa iko hivyo. Lakini jambo jingine ambalo Donald Trump alilizungumza jana, ambalo ndio limezua mjadala, ukiangalia televisheni za Kiarabu nyingi, maoni ya wachambuzi wengi wa Kiarabu, sasa hivi ndio mjadala mkubwa, aliloliandika andiko akisema kuwa katika makubaliano yaliyosaini Marekani na Saudi Arabia juzi Jumatano, yaliyoyatangaza kuhusu Marekani kuanzisha uhusiano na Saudi Arabia wa project ile ya urani ya kurutubisha, ambao nilitolea maelezo kwa kina, nikasema kuwa haiwezi kaishia hapa na ikawacha kimya wengine wote watataka na wenyewe wafate hiyo kitu. Sasa jana Donald Trump akaandika kwenye mtandao wake wa Truth Social, asema kuwa katika makubaliano hayo yanaenda sambamba na Saudi Arabia kuanzisha uhusiano na Israeli. Yani Saudi Arabia itasaini makubaliano ya Abraham. Yani Saudia itaingia kwenye makubaliano ya Abraham katika kutimiza hili. Saudia itaingia kwenye makubaliano ya Abraham. Ndio alichokiandika Donald Trump. Na huu ni mjadala umekuwa ni mkubwa. Umezungumzwa sana. Umekuwa ni mkubwa kiasi chake. Kwa sababu ya hilo ambalo linalozungumzwa. Haya yamekuwa katika kiwango hicho. Na hicho kimekuwa katika kiwango hicho. Yes, hili swala nimelieleza kwa kina kidogo. Kule YouTube ukiingia, unaweza kukutana na dakika 15-16 nimejaribu kulieleza kwa kina. Huenda mabadiliko ya Saudi Arabia yametokea kutoka ile Saudi Arabia ambayo tulikuwa tukijua, au Saudi Arabia imerudi ilipoanzia, kwa sababu tunaona mwanzo kabisa wa mgogoro, kabla ya mgogoro wa Gaza, pia ilikuwepo hili swala la Saudi Arabia kuanzisha uhusiano na Israeli, lilikuwepo, ambalo likaja likazimishwa na vita ya Oktoba 7 ilivyoanza, ndio ikasababisha kuwa hili swala lipotee tena. Sasa naona Donald Trump analirudisha
na wiki 2 zilizopita nilikusomea kuwa Saudia ilitoa masharti ili kurudi kwenye mazungumzo ya Abraham, ikitaka waziri mkuu wa Israeli aondolewe Netanyahu, lakini ikataka waziri wa fedha Bezalel Smotrich naye pia adhibitiwe au aondolewe ili waweze kufungua mazungumzo. Hawakuzungumza sana kuhusu swala la Palestina. Ni kuwa Saudi Arabia wameamua kuitupa tena Palestina au Saudi Arabia bado wana msimamo ule ule, kwa sababu taarifa hizi bado ufalme haujatoa maoni yao. Yani licha kuwa taarifa hii imeandikwa na Donald Trump na hata msemaji wa msemaji wa White House Carol Levitt alivyosema, akasema kuwa hayo ndio maamuzi ya rais, na kama haitofanyika hivyo makubaliano yatavunjika. Yani kama haitofanyika hivyo makubaliano yatavunjika, uelewe. Sasa ni kuwa Saudia analazimishwa kukaa, au haya maoni yametoka kwenye nguvu gani ambayo inasukuma? Kwa sababu tunafahamu kuwa maoni haya yalipingwa na Israeli, na kama Saudi Arabia anaweza kuingia kwenye haya makubaliano, it means kuwa Israeli atafuatilia kwa ukaribu zaidi project nzima, uendeshaji mzima, na anaweza kudhibiti Saudi Arabia kuelekea kuwa na silaha za nyuklia au kuelekea wapi. Sasa ufalme utaamua kipi? Utasukumwa na nguvu ya umma, utasukumwa na nguvu ya Marekani, au utasukumwa na nguvu ya Donald Trump, au waibishie Marekani moja kwa moja. Sasa hapa ufalme unaingia kwenye mtego mkubwa. Ni kuwa Marekani kupitia Donald Trump jana pia walitangaza kuwa ikiwa Wahuthi watashambulia meli za Saudi Arabia, basi Marekani iko tayari kufanya mashambulizi makubwa kwa Wahuthi kuijibia Saudi Arabia. Hii ilikuwa ni sehemu ya mtego. Unaweza kusema huu ni mtego ambao Marekani anataka kumvuta Saudi Arabia kwenye hili. Lakini wakati huo huo Marekani kampa mtego wa pili Saudi Arabia kuwa tutakuwa na project kubwa ya kurutubishaji wa urani, ambayo nchi kama imekubaliwa, tena umekubaliwa na kiranja Marekani ambaye ndio huwa anawafuatilia wenzake, basi umepiga hatua kubwa sana na umefika mbali sana. Mchezo wa huu unaochezwa ni kuwa Saudia ameingizwa maybe kwenye mtego. Sasa anatakiwa ima ajinasue au abaki pale pale. Niliwahi kulizungumza ile katika nadharia ambayo Marekani na Iran waliingia makubaliano ya MOU. Nililizungumza hili nikakupa mfano ni hivi: umempenda iwe mwanamke au umempenda vyovyote vile, halafu unafahamu kabisa kuwa huyu hakubaliani na mimi, kwa hiyo unabeba majukumu ya extra, yani unagaramika sana kumhudumia. Utampangia nyumba, umnunulie gari, umnunulie nini, yani unamshawishi kwa uwezo wako. Lakini unakuja kuumia zaidi ni pale unapotaka hata kumgusa tu mkono, hataki umguse mkono wake. Unaumia, unafikiria kuwa mimi nimetumia gharama kubwa hivi na hivi, so kwa unaamua kuvunja sofa zote, vunja vioo, unavunja na kila kitu unavunja. Ndio kilichotokea kati ya Marekani na Irani hivi sasa kwenye mgogoro kinachoendelea. Kwa sababu kwenye MOU ya vifungu 14 Irani alijipendelea, wewe kama unanitaka mimi ninunulie nyumba, ninunulie gari, ninunulie hili. Marekani akatekeleza. Akampa Irani. Lakini pale Marekani alipojaribu kujisogeza kukaa karibu na Irani waseme kuwa tunaweza tukashare kitanda, akaambiwa huwezi kusogea hapa. Yani ile kusema tu huwezi, maana yake Marekani alijisogeza, akakaa karibu, akasema kuwa vipi tunaweza tukaitumia Hormuz wote, wewe basi pitisha huku na mimi nipitisha huku, mimi na mimi nagaramika, yani tunagaramika wote. Irani akamwambia haiwezekani, toka kabisa, siwezi kutoka. Marekani akapaniki kwa sababu tayari amegaramika nyuma, yani amegaramika kwa kiwango kikubwa dhidi ya Irani. Ndio hicho sasa, huu mtego ambao Marekani alikuwa amejaribu kumtega Iran na Irani akaruka, ndio mtego ambao Saudi Arabia anaingizwa kwenda kutegwa. Ni mtego ule ambao tayari Marekani anakupa proposal kuwa tutasimamia project yako ambao ni kubwa kabisa, ambayo kwa miaka na miaka wa Saudia wameipropose, yani kwa miaka wameiomba. Lakini si hilo, tumesha kuambia kuwa hawa maadui zako wanaokusumbua hapa tutawawajibisha, yani Wahuthi ambao wanakutilia kuwa wataathiri uchumi wako, sisi tutawapiga. Sasa tunakuomba kimoja tu, kuwa anzisha uhusiano na Israeli. Hapo sasa huu ni mtego, ambapo ndio maana unaona kuwa mpaka nazungumza na wewe ufalme haujatoa tamko, kwa sababu ufalme unafahamu matamko yote mawili yana athari. Ima watoe tamko la kuwa hatukubaliani na kile ambacho Marekani imekisema. Marekani itaona washabiki au nasema wafuasi wa Israeli waliopo ndani ya serikali ya Marekani, ambapo kiasi bado wana nguvu, watamshinikiza Donald Trump kuwa huyu sio rafiki anayeaminika, hatuwezi kwenda naye huku, huyu atakuja kuidhuru Israeli. Ndio atachokuja kusema hivyo kuwa, au pale Saudi Arabia itaposema it's okay, tumekubali hilo, manake kuwa litakuwa ni jibu la moja kwa moja kuwa Saudi Arabia imeusaliti ulimwengu wa Kiislamu au wa Kiarabu, au imewasaliti wa Palestina. Sasa nguvu ya umma ya Saudi Arabia ya ndani ni kubwa, na maoni ya umma ya ndani ni mengi ambayo yamekuwa yakipingana sana na uamuzi huu. Je, Saudia inaweza ikakabiliana na lipi wakati huu? Akabiliane na Donald Trump na Marekani yake kwenye hili,
au wakabiliane na nguvu ya umma iliyo ndani yao, au waamue kukaa kimya na hili walipitishe. Bila shaka Marekani watatoa majibu yao chini ya meza. Sitegemei kusikia Saudia wakatoa hadharani hayo majibu, kwa sababu haya majibu yote mawili yanaumiza kwa pande zote. Nadhani wanalitafakari. Sio rahisi kusema kuwa wangeweza kukaa kimya wakaamua tu bana tusizungumze lolote, lakini ukweli kuwa hawawezi wakaachia hiki wanachokisema au kile ambacho Donald Trump amekizungumza waamue kukiachia wazi moja kwa moja kuwa tumekataa, hatukubali, sisi tunataka Palestina iwepo. Kwa sababu tunaona kuwa hivi karibuni Saudia walitoa msimamo wao, lakini hivi karibuni Saudia walibadili mwelekeo wao wakaelekea mwelekeo mwingine kabisa. Walitoa mwelekeo wao kabisa kuwa sisi hatuwezi tukatambuana, hatuwezi kukubali kutambuana na Israeli mpaka pale tunapoona kuwa taifa la Palestina limekuwa wazi. Sasa jana na juzi kulikuwa kuna kauli mbili tofauti zilizokuwa zinatolewa na waziri wa vita, lakini zilikuwa zinatolewa Marco Rubio, halafu kuna taarifa ilikuwa inatolewa na Donald Trump kuhusu nani anataka makubaliano. Irani wameomba makubaliano, nani anataka makubaliano? Sisi hatutaki makubaliano, wao wanataka makubaliano. Taarifa iliyoandikwa na The New York Times inasema hivi. Hii taarifa iliandikwa jana na New York Times inasema hivi: Waziri Mkuu wa Iraq ambaye hivi karibuni alitembelea ikulu ya White House alipeleka pendekezo hilo Teherani. Jeshi la Marekani lilisema lilifanya mashambulizi ya 13 mfululizo usiku wa 13 dhidi ya Iran katika saa za mapema. Umeelewa? Inasema hivi: vikosi vya Marekani vimekamilisha wimbi la 13 la mfululizo la mashambulizi dhidi ya Iran katika saa za mapema za Ijumaa, saa za huko kukiwa na ripoti kwamba maafisa wa Iran walikuwa wamekataa pendekezo la kusitisha mapigano la Marekani lililopelekwa Teherani na kiongozi wa Iraq. Maendeleo yote mawili yalionekana kuweka wazi kwamba mwisho wa uhasama hauko karibu. Jeshi la Marekani lilisema lilikuwa limelenga mali na vifaa vya kijeshi vya Irani, ikiwa pamoja na hifadhi ya ndege zisizo na rubani na maeneo ya ufuatiliaji wa pwani, ili kupunguza tishio kwa meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz. Mashambulizi hayo yalianza saa 2:15 asubuhi saa za Irani na kumalizika saa 4:30 asubuhi, kulingana na kamandi kuu ya Marekani ambayo inasimamia shughuli katika eneo la Mashariki ya Kati, CENTCOM. Vyombo rasmi vya habari vya Irani viliripoti kwamba makombora ya Marekani yalishambulia maeneo kadhaa karibu na mji mkuu wa mkoa wa Khuzestan ambao una utajiri mkubwa wa mafuta wa Irani. Maafisa wa Irani na Iraq walisema mapema kwamba Irani ilikataa pendekezo la kusitisha mapigano kutoka kwa Rais Trump ambalo liliwasilishwa na Waziri Mkuu Ali Al-Zaidi wa Iraki. Mpatanishi mkuu wa Irani, Brigadier General Mohammed Bagheri Ghalibaf, aliviambia vyombo vya habari vya ndani kwamba hakukuwa na haja ya mpatanishi mwingine. Upande wa pili unasema umewapiga, wanaomba mazungumzo, wanataka haya yasitishwe, wanajuta sana kwa kile walichokifanya. Wakati huo huo, Ali Al-Zaidi niliwaambia alikuwa Marekani wiki jana, alikwenda. Donald Trump akamtuma, nenda kawape ofa ya kusitisha mapigano. Sasa taarifa iliyotolewa na Iran na Iraq, yani maafisa waliotoa taarifa ni wa Iran na Iraq kuwa Iran imekataa usitishaji wa vita. Nani anataka usitishaji? Tatizo sio kupitisha ujumbe. Ghalibaf alisema tatizo ni mtazamo wa Marekani. Yani sisi sio tatizo unatuletea ujumbe kutoka wapi. Wewe umeshindwa kutekeleza ambayo uliyaleta hapo awali. Kwa kuwa kusitisha mapigano kulikofikiwa mwezi uliopita kunaonekana kama kipande cha karatasi tu. Anasema yani kuwa makubaliano tuliyokubaliana yalionekana kama yameandikwa tu kwenye makaratasi. Sasa wanamgambo wa Houthi pamoja na washirika wa Irani nchini Yemen wametishia kupanua mapigano hadi Bahari Nyekundu, huku masoko ya hisa ya mafuta yakipanda juu Alhamisi na kufika bei ya mafuta ilifika kwa pipa $100, mara ya kwanza tangu mwezi Mei, baada ya washirika wa Irani Houthi kudai kushambulia meli 2 za mafuta za Saudi Arabia katika Bahari Nyekundu. Hilo limezua hofu kwamba kama vile mlango wa bahari Hormuz ambao Irani imeufunga kwa ufanisi kwa meli na njia ya usafiri wa Bahari Nyekundu inaweza kuzuiwa. Mashambulizi ya Wahouthi yalikuwa ya kwanza tangu kundi hilo litangaze kuziba meli za Saudi Arabia wiki hii. Serikali ya Saudi Arabia ilithibitisha shambulizi kwenye meli moja, lakini si nyingine. Mwezi uliopita, baada ya makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Irani kufikiwa, bei ya mafuta ghafi yani Brent, kiwango cha mafuta duniani kilishuka, lakini huwezi kuamini imeongezeka tena tangu mapigano yalipoanza tena, na bei za mafuta sasa zimepanda juu ya 40% zaidi kuliko ilipokuwa mwezi Februari. Yani ukichukulia mwezi Februari, kwa sababu vita ilianza Februari 28, ukichukua bei ya mafuta ilivyokuwa Februari 25, 26, 27
na mafuta yaliyopo, bei iliyopo hivi sasa yamepanda kwa karibu 40%. Jamani, mnaelewa 40%? 40% juu mafuta, yani ni kiwango cha juu sana. Tutegemee sijui nini huko mwezi ujao. Kuongezeka kwa kasi kwa mgogoro huo katika wiki 2 zilizopita kulitoa msingi wa kura katika baraza la wawakilishi siku ya Alhamisi, ambayo kwa mara nyingine ilimweleza Trump kutafuta idhini ya bunge ili kuweka wanajeshi wa Marekani katika vita. Nadhani kule ndani pia wamemzuia tena kule, hatutaki vita, tunataka upewe idhini ndio uingie kwenye vita, wanamwambia Donald Trump, upewe idhini. Sasa hii taarifa nimekusomea kwenye New York Times kwa sababu imeandikwa na vyombo vya habari kadhaa ambayo inazungumzia kuhusu hili swala. Siku ya Alhamisi Irani ilikataa pendekezo la kusitisha mapigano kutoka kwa Rais Donald Trump ambao lilipelekwa Teherani na Waziri Mkuu wa Iraq. Kulingana na maafisa wa Iran na Iraq, jitihada za upatanishi zilizoshindwa zilikuja wakati Bwana Trump alikuwa akitishia kuzidisha vita na kulenga miundombinu ya kiraia ya Irani. Maafisa hao ambao waliomba kutokutajwa majina yao kwa sababu walikuwa wakijadili masuala nyeti ya usalama wa taifa walisema safari ya Waziri Mkuu Ali Zaidi nchini Irani ilifuatia ziara yake ya hivi karibuni kwenda kwa Bwana Trump. Maelezo ya pendekezo la kusitisha mapigano hayakuwa wazi mara moja, lakini maafisa wa Irani walisema kwamba hiyo ndio lilikuwa pendekezo pekee lililokuwa mezani na kwamba serikali yao haikuwa na nia ya makubaliano ya muda ambayo yaliacha suala la udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz likiwa halijatatuliwa. Yaani Irani wanachosema kuwa hatuwezi tukiingia kwenye makubaliano yoyote hivi sasa ambayo Marekani anayataka, kwanza tujadili kuhusu Hormuz na tulitatue ili ndio tuingie kwenye makubaliano. Kwa hiyo kwa mujibu wa hii taarifa kuwa Marekani anaomba makubaliano na Irani, na sio kuwa Irani anaomba makubaliano na Marekani, au nani anaomba makubaliano kuhusu huyu. Sasa hii wave ya 13 leo imekwenda, wave ya 13, yani mashambulizi ya 13 ambayo yamefanywa na Marekani. Nimekuwa nikiwaambia yamekuwa ni mashambulizi ambayo ya namba, yani tunakupa namba, tumepiga asilimia ngapi, tumepiga sehemu, yani ya namba. Lakini majibu ya mashambulizi haya mara zote ninapenda kukuambia kwa nikimaliza kuzungumza hapa na kupeleka kwenye bei ya mafuta ya Brent. Ukienda kwenye bei ya Brent unapata jibu la moja kwa moja tu kuwa kwa nini Trump anakimbilia hivi sasa kulazimisha kuwa Irani wakae kwenye meza. Kwa sababu kinachotokea tu ni juu. Brent jana imekuwa 100, kitu ambacho hakikuwepo. Crude ilikuwa 90 na kitu, imekwenda kwa kiwango cha hali ya juu sana. Sasa hii si ishara nzuri, na hii ishara kubwa imechochewa. Unajua tulikuwa tunacheza kwenye 80 ikaenda 90 na kitu, lakini kwa siku 2 ikaenda kwa kasi sana. Ilikwenda kwa kasi kwa sababu ya kile kilichotokea kati ya Wahuthi na Saudi Arabia. Wahuthi walipotoa taarifa kuwa walishambulia meli za Saudi Arabia, ile ndio ilipelekea kupanda sana, kwa sababu tayari hii ni njia ya pili na mzalishaji mkubwa kabisa, msambazaji mkubwa wa mafuta duniani ni Saudi Arabia. Saudi Arabia ndio anasambaza zaidi mafuta duniani. Wakati ule walivyokuwa wakisambaza wawili na Urusi, ndio walikuwa wanachuana. Pipa milioni 11.5, pipa milioni 10. Saudi alikuwa akitoa 11.5, Urusi alikuwa akitoa pipa milioni 10. Mzozo wa Urusi na Ukraine ukasababisha Marekani na washirika wa Ulaya kuondoa mafuta ya Urusi, kuwekewa vikwazo. Kwa mafuta ya Urusi kiasi kikubwa yaliondoka sokoni. Na hapo tulipanda sana kwenye bei kiasi, afu ikarejea kwa sababu wazalishaji wengine wa OPEC waliongeza uzalishaji kufidia gap na pengo. Hata mafuta ya Urusi yalivyoingia sokoni yaliingia kwa bei ndogo sana, na mafuta mengi yaliuzwa nchi ambazo Urusi anaelewana nazo, na yakauzwa kwa mkopo kwa kiwango kikubwa. Sasa hivi sasa tunaweza kusema kuwa msambazaji mkubwa zaidi ni Saudi Arabia. Ukiangalia kuwa UAE alijiondoa hivi kwenye OPEC Plus hivi karibuni. Kwa hiyo njia ambazo Saudi Arabia alikuwa anatumia, licha ya kuwa Hormuz ilifungwa, bado alikuwa na njia nzuri ambayo alikuwa inamtoa zaidi, takriban 65% ya mafuta yake alikuwa bado yanaweza kutoka kwa kutumia tu Bahari Nyekundu. Tishio la Bahari Nyekundu manake limeondoa karibu nusu ya uwezo wa Saudi Arabia tena kupeleka mafuta kwenye soko la dunia. Ndio maana unaweza kusikia kwa mafuta yamepanda kwa zaidi ya 40%, kwa sababu msambazaji mkubwa hafikishi bidhaa sokoni. Tishio la Wahuthi limepandisha zaidi mafuta. Sasa hii kadri inavyotandika ndio inatoa majibu ya moja kwa moja. Wakati wewe unatoa hasara ya kuharibu madaraja, wenzako wanakupa hasara inayotugonga kwenye mifuko. Kwa sababu majibu mara nyingi ya kile ambacho kinafanyika, majibu ya mashambulizi ya Marekani, majibu ya ndege za Kimarekani zinazofanya mashambulizi, majibu ya uharibifu wa Marekani unaofanyika ndani ya Irani, tunakuja kuulipa sisi tuliopo huko, na tuliopo sijui wapi, na Mtumbo tuliopo wapi kule, ndio tunakuja kufanya majibu. Kwa sababu pale unapoingia kwenye kituo cha mafuta, haya ndio tunayapata majibu. Bei utakayoikuta ndio faida ya mashambulizi ya Marekani yanayopiga Irani, ndio tunayokutana nayo.
DSB Digital, haki na ukweli.